Mwenyekiti, nashukuru kupata nafasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuchangia hotuba ya Waziri Mkuu, lakini mimi naomba nijikite zaidi upande wa TAMISEMI. Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nampongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa hii ziara anayoifanya sasa hivi ya kupita halmashauri zote, kupita na kwenye majimbo yote. Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nimekuwa hapa bungeni tangu mwaka 2000. Kwa hiyo nimekuwa kwenye halmashauri haswa naangalia hizi halmashauri zetu tangu mwaka 2001. Serikali lazima muelewe kwamba mnapeleka pesa nyingi sana kwenye halmashauri zetu za wilaya. Lakini mwenyekiti, niseme ukweli, Waziri Mkuu alivyopita amegundua mambo mengi yanayofanyika kwenye halmashauri zetu. Amegundua kasoro, amegundua na nguvu za halmashauri. Lakini hayo aliyoyagundua kutoka kwenye halmashauri yatalisaidia taifa sana kama atarudi na timu ya kuyarekebisha yote aliyoyagundua kwenye halmashauri zetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilikuwa hapo tangu mwaka 2001 mpaka leo, nimekaa na wenye viti wa halmashauri wengi, nimekaa na wakurugenzi wengi. Ukweli pesa zetu, pesa za serikali zinazokwenda kwenye halmashauri, namuomba waziri wa TAMISEMI arudi akaangalie vizuri pesa zinavyokwenda na zinavyotumika kwenye halmashauri zetu. Mimi mwenyewe kwa miaka yote hiyo niliyokaa, kuna vitu vingi vinanisumbua sana, lakini naona inatosha nisizungumze zaidi ya hapo. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa naomba niongee swala la pili. Na leo nitaongea zaidi kwa upande wa jimbo langu la Same Mashariki na upande wa wilaya yangu ya Same. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuongelea swala la elimu ya msingi na sekondari. Na kwenda upande wa kifungu namba 143 ukurasa wa 57. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea kutekeleza miradi ya ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya elimu pamoja na kukamilisha maboma. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakiri na naipongeza serikali sana upande wa kujenga, kukarabati shule za msingi, shule za sekondari. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niseme ukweli, nina shule za msingi jimboni Same Mashariki nina shule za msingi 89. Lakini 12% ya shule hizo, Mwenyekiti, zina uchakavu mkubwa sana. Nikimaanisha kwamba shule 13 za msingi uchakavu wake ni mkubwa mno na ni hatarishi kwa maisha ya wanafunzi kwenye hizo shule. Mwenyekiti, mkurugenzi nilimwomba afanye tathmini ya zile shule. Alipita akafanya tathmini ya kutosha, akazitaja shule, akanipa kimaandishi na nimempelekea waziri TAMISEMI. Shule ambazo zina uchakavu na ni hatari watoto kuendelea kuishi. Kuna shule ya Mtii, shule ya Kidaru, Msoroha, Maganda, Bendera, Makasa, Mtundu, Lugulu, Kanza, Bwambo, Kwasekinga, Msasa, Uzambara na Ramu. Hizi ni shule 13 ambazo mkurugenzi mwenyewe ameziweka kwamba ni shule zenye uchakavu mkubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe serikali kwa unyenyekevu, shule hizi ambazo na serikali, manake mkurugenzi akiandika kwamba zina uchakavu mkubwa, yeye mwenyewe ameshakiri. Naomba serikali kwa unyenyekevu mkubwa, embu mkarabati hizi shule. Kwangu mimi zinanipa shida, kwa sababu nikifanya ziara kwenye yale mashule, nikiziona zile shule, na mimi ni mwalimu, kwanza wakiniona mimi kama mbunge wanaona jukumu la kujenga shule ni la kwangu. Kwa hiyo unakuta
unakuta walimu wanalalamika, wanafunzi wanalalamika, wazazi wanalalamika. Lakini pia madiwani wetu wa kata wanapata shida sana, kwa sababu wanalaumiwa kwa sababu wao wanaishi kule na wengine hawakurudi. Madiwani wangu wa kata waliadhibiwa kwa sababu ya uchakavu wa shule za msingi. Niombe serikali jamani, naomba zile shule ambazo zimefikia mahali zina uchakavu mkubwa, tafadhalini sana zipate ukarabati. Nakiri kwamba mnazikarabati, lakini mimi kama shule 13 zote zina uchakavu mkubwa, na hizo zilizobaki sina shule bora zaidi ya 5 kwenye jimbo langu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nafikiri waziri wa TAMISEMI amenielewa na atalichukua kama mimi ninavyolichukua. Asante sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa niongee swala la pili. Swala la pili, narudi Same huko. Mheshimiwa Mwenyekiti, wilaya ya Same ni wilaya kubwa sana. Nafikiri kama mkuu wangu wa Kilimanjaro, mkuu wangu wa mkoa yupo, anakiri. Wilaya ya Same inaketi kwenye 40%, takribani 40 ya mkoa wa Kilimanjaro. Ni wilaya kubwa mno, kiasi kwamba hata huyo mkuu wa wilaya hana uwezo wa anaiangalia, ndio nakiri. Lakini mkoa wa Kilimanjaro, mimi wilaya yangu ya Same imeketi kwenye 40%. Kuna wilaya ndani ya mkoa imeketi kwenye 8% ya mkoa. Sasa unaona ni kiasi gani wilaya ya Same inabidi iangaliwe sana, kwa sababu ni rahisi kuto kupata maendeleo kwa sababu ya ukubwa wa wilaya ile. Mheshimiwa Mwenyekiti, nizungumzie sasa serikali hapa, naomba mniangalie sana. Wilaya kubwa kama hii, mimi kama mbunge wa upande wa mashariki, nina uhakika na mbunge wa upande wa magharibi angekuwepo, angelizungumza hili. Tunaomba uwanja wa ndege wa Same ujengwe. Ule uwanja wa Same, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni wa kimkakati kwa sababu umejengwa, umepakana na Mkomazi National Park. Sasa iwapo ule uwanja wa ndege utajengwa, kwanza utaboresha sana hizi mbuga za hii mbuga ya wanyama hii ya Mkomazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, hilo ndio jambo la kwanza ambalo ninaiomba serikali iangalie umuhimu wa uwanja wa ndege wa Same, kwamba uko kimkakati, uko pale, japo hauna hali nzuri, hauna uwezo wa kusaidia hata kandege kadogo kutua. Sasa kwa sababu uwanja wa ndege ule uko mpakani na Mkomazi National Park, serikali ikichukua hatua za kujenga uwanja ule, Mheshimiwa Mwenyekiti, tayari automatic inaboresha utalii ndani ya Mkomazi National Park. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mkomazi National Park ni national park ya kipekee huku duniani, kwa sababu inao mbwa mwitu ambao hawako mahali pengine, lakini ina faru weusi. Kwa hiyo watalii wengi wanaoingia nchini wanawafuata wale faru weusi na wanafuata wale mbwa mwitu. Niombe serikali ione umuhimu mkubwa wa kukijenga kile kiwanja cha ndege cha Same, na yenyewe ichukue kwamba ina mkakati ya kuboresha utalii kwenye mbuga za wanyama za Mkomazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia watakapojenga uwanja wa Same wataleta maendeleo sana kwenye wilaya ambayo ndiyo kubwa kwenye mkoa wa Kilimanjaro, kwa sababu na sisi tutaweza kutakuwa na mambo mengi ya ujasiriamali, kusafirisha mizigo kutoka. Mimi nalima tangawizi 72% ya tangawizi ya nchi hii. Kwa hiyo uwanja wa ndege huu utaisaidia usafirishaji wa haya mazao, haswa kwa sababu tangawizi nyingi inakwenda Kenya, tangawizi nyingi inakwenda Kongo. Sasa ule uwanja wa ndege utasaidia hata usafirishaji wa mazao kama zao kubwa kwangu ambalo ni zao la tangawizi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ninyenyekee serikali. Mimi nachukua hii ni bajeti ya kwanza
ya awamu ya 6 ya Rais Samia Suluhu Hassan. Naanza na kuomba uwanja wa ndege wa Same. Nitarudia hili neno kila nikisimama, ni uwanja wa ndege wa Same kwa faida ya maendeleo ya wilaya ya Same. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja na kushukuru sana, asante.